Kinachopatikana hapa ni minazi, korosho, minanasi, mihogo na rasilimali ya madini ya michanga. Tutaona vijana hapa wakionyesha mambo yao mazuri kabisa ambao waliopikwa wakapikika. Kwa hakika watoto wako vizuri. Tuwashangilie, tuwafurahie, tuwape hongera kubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, juu kabisa mkono wako wa kushoto ule ni nazi na nazi zake. Chini mkono wako huo wa kushoto hilo ni nanasi ambalo tayari limeshawiva bado kuliwa tu. Katikati yake hapo naona mheshimiwa ni korosho. Kulia kwako juu kule ni mihogo na chini ni madini. Na mnaweza kuangalia kwenye skrini inaonyesha moja kwa moja tu mawimbi makubwa ambayo yanapita katika bahari yetu hii. Bahari kama imechafuka, kama inakwenda taratibu, mradi watoto wanafundishwa uzalendo wa nchi yao wakiwa wadogo kabisa. Huu ni uzalendo. Watoto wanajua nini kinachotokea ndani ya mawimbi, na ndio maana wanafundishwa kupiga magasia muda wowote wanapopigwa na dhoruba. Pwani hoye! Pwani hoye! Si hayo tu mheshimiwa. Mambo ni moto. Pwani yetu tuna viwanda. Tuna viwanda ambavyo tunachakatia hayo mazao. Tuna viwanda vya magari. Tuna viwanda mbalimbali. Tunawaomba wale wote wawekezaji, jitokezeni. Jitokezeni, pwani yetu ni salama. Pwani yetu iko na amani kabisa. Hiyo kama mnavyoiona kwenye skrini ndivyo viwanda vyetu vilivyo navyo mbalimbali. Hakika pwani iko vizuri. Juu kabisa mheshimiwa, vijana tunafunza ujasiriamali. Wale ni majasiriamali wa baadaye. Huo ndio uzalendo. Tunawarithisha uzalendo. Wale ni wajasiriamali kama mnavyowaona wanafanya shughuli mbalimbali. Yaani oye! Mwenge wa uhuru safi! Mheshimiwa mgeni rasmi, pwani yetu ni moto. Nikisema moto ni moto kweli. Pwani tunazo hifadhi. Tuna hifadhi ya Selous, tuna hifadhi ya Tanani, na pia ni vivutio vikubwa vya watalii. Karibuni wawekezaji wetu, karibuni sana katika pwani yetu. Pwani yetu iko salama kabisa. Karibuni wawekezaji, karibuni watalii, muje mjionee wenyewe. Pwani iko salama. Mheshimiwa, hiyo ni hifadhi ambazo tunazo hapa katika mkoa wetu huu wa Pwani. Katikati unamuona hapo ni mamba. Mamba ambaye ananesanesa, huyo ni mamba kabisa. Ni mamba yuko juu ya ufukwe. Mheshimiwa mgeni rasmi, bado vijana wanaendelea kutuonyesha mambo moto moto katika mkoa wetu wa Pwani. Mheshimiwa mgeni rasmi, hakika halaiki ni sanaa. Na kwenye sanaa kuna burudani, tunaelimisha, tunaburudisha na kutoa ujumbe kwa jamii. Vijana sasa wanaendelea kutuburudisha na utaona mwenyewe wanavyotuburudisha. Halaiki hoye! Hizo ni burudani. Tuwashangilie watoto wetu, tusiwaache kimya kimya. Hao watoto ni wazalendo. Mambo ni mazito. Nikiambiwa mimi na wewe twende tukayafanye haya wanayowafanya watoto, hakika hatuyawezi. Watoto ni wabunifu. Watoto wanafundishwa uzalendo na ndio huo. Mambo ni mazuri. Mheshimiwa, nikwambie jambo. Hao watoto wako darasa la 6. Hao wako darasa ya 6. Watoto wako vizuri. Huo ni uzalendo kabisa. Watoto wadogo kabisa lakini wana mambo makubwa.
Mheshimiwa, nikwambie jambo tena jingine. Hawa watoto wa darasa la 6 kama unaimuona kabeba watoto 4 kwenye mwili wake. Jamani, tumpigie makofi vijana wetu. Tuwape moyo. Tuwape moyo washinde vitoto wetu. Watoto wako vizuri jamani. Tuwapigie makofi, watoto wako vizuri. Mwenge wa Uhuru oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa hakika mama, wewe ni zawadi toka kwa Mungu. Kwa kweli mama, unaupiga mwingi kwenye sekta ya elimu, afya na viwanda na viwanja vya michezo. Umeboresha mjini na vijijini, barabara na hata miundombinu upo juu mama. Mwenye macho haambiwi tazama. Vijana wa halaiki sasa wanatengeneza umbo la afya, elimu na viwanja. Kushoto kwako Mheshimiwa ni afya. Tutamwona mama mjamzito anapelekwa katika leba, na baada ya hapo tutamwona anarudi na mtoto wake. Tutawaona madaktari na manesi. Kulia kwako juu ni elimu. Chini yako kwenye mkono wako wa kushoto tunawaona Yanga na Simba wanauzindua uwanja wetu huu. Leo sijui kitapigwa hapa ama na tutajionea wenyewe nani ataingia mitini. Simba hoye! Wananchi mupo, piga kelele wananchi wewe. Kama tunavyomuona mama mjamzito ametoka leba na mtoto wake kama hivyo. Madaktari wetu hongereni sana. Kazi mnaoifanya ni nzuri na inaonekana kitaifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana sasa wa halaiki wanatengeneza ramani ya Tanzania. Ndani ya ramani ya Tanzania watatamka kauli mbiu. Tuwasikilize wenyewe, mimi sisemi kitu. Inasemaje kauli mbiu mwaka huu? Hakika hiyo ndiyo kauli mbiu ya mbio za Mwenge wa Uhuru 2025. Jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Mara baada ya kutamka kauli mbiu, sasa vijana wanaonesha ramani hii ya Tanzania. Kushoto kwako Mheshimiwa ni visiwa viwili vya Unguja na Pemba. Hiyo ndiyo ramani ya Tanzania. Mara baada ya kusimama, tutaimba wimbo wa Tanzania na kupenda. Kama wewe ni Mtanzania unapenda Tanzania yako, na kuomba tuimbe wote Tanzania na kupenda. Uzalendo wa kuwaridhisha watoto Tanzania na kupenda. Vijana wa halaiki sasa Mheshimiwa wataonyesha vizuri demokrasia. Kama nilivyotangulia kusema, halaiki ni sanaa. Na sanaa kawaida hutoa ujumbe.
Kwa vijana sasa wanatoa ujumbe kwa jamii kwamba ikifika mwezi huo, tarehe hiyo, wafanye tendo hilo la kidemokrasia. Na baada ya kufanya hilo tendo la kidemokrasia, nini wafanye? Ni moja kwa moja kurudi nyumbani kama wanavyotupa ujumbe vijana wetu. Na katika zoezi hilo la kupiga kura, unatakiwa hata wewe mwenye mahitaji maalumu, njoo utumie haki yako ya kidemokrasia. Mnawekewa sehemu zenu maalumu kwa amani na utulivu. Watoto ndio wanatuonyesha igizo kwamba ni ujumbe unafika. Jamii ijue kama usiache haki yako ya msingi, itumie. Hao ni wale baadhi wanaokuwa na mahitaji maalumu, lazima waonyeshwe njia na wao nini wafanye, kama tunavyowaona vijana wetu hao. Haya, na wale wajawazito, msikae nyumbani, mnatengewa sehemu zenu. Vijana ndio wanatupa ujumbe huo, kama tunavyomuona anaonyesha. Huo ni ujumbe tuwafikie wananchi wote, wanajamii wote. Mwenge wa Uhuru oye! Wana Pwani safi! Huo ndio uzalendo niliotangulia kusema, kwamba vijana wanafundishwa uzalendo wa kila sehemu na wanaonyesha jinsi gani wanavyoitumia haki yao ya kidemokrasia. Mheshimiwa mgeni rasmi, bado vijana wanaendelea kutuonyesha mambo mbalimbali. Sasa vijana wanakwenda kutengeneza umbo maalumu la kuimbia wimbo maalumu wa kuwaenzi waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Shehe Abedi Amani Karume. Hilo ni umbo maalumu ambalo wataimbia wimbo maalumu wa uamuzi wa busara wa waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Shehe Abedi Amani Karume. Hili ndilo umbo maalumu. Kama hutaki kucheza basi nesa. Kama ni nzito kabisa, au ndo jacket kutoka Mkulani utawataka.
Hakika wao ndio kweli walianzia tangu ujana wao, na ndio tunataka, ndio maana tunarisi vitu vyote, ndio maana tunafundisha vijana wetu uzalendo. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa vijana wanatengeneza umbo maalumu la kuingiza wakimbiza mwenge, lakini kabla ya kuingiza vijana watajifunika miemvuli. Mheshimiwa, naomba nitumie fursa hii niombe radhi kidogo kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa mkoa huu wa Pwani, kuanzia mkuu wa mkoa mwenyewe, rasi wetu na afisa elimu mkoa huu wa Pwani, wazazi na walezi wa watoto hawa, walimu na madaktari. Hakika nikwambie jambo mheshimiwa, halaiki hii imefundishwa na wanawake wawili, superwoman. Mimi hapa ninayetangaza ni Warda Ziadi Hamadi, ambaye ni mzoefu mkubwa mheshimiwa, kama ulivyotangulia hapo awali kusema, na mwenzangu superwoman mwenzangu Grace Bureta kutoka mkoa huu wa Pwani. Piga kelele kama mwanamke mwenzangu wewe. Mheshimiwa, na kuhakikishia sisi wanawake tunaweza, kwa kuwa tangu mwanzo hii halaiki tumeanza hadi tunafikia leo tunahitimisha, tuliofanya kazi hii ni sisi wanawake wawili superwoman, lakini tukisaidiwa na mwenzetu uliona ile sarakasi, anaitwa Hamis Adam Nyota, anatoka shule ya Hazina Dar es Salaam. Hakika ni raha kabisa. Mheshimiwa, hawa waliotunogeshea brass band ya JKT Mgulani 831, ambayo kiongozwa pia na mwanamke mwenzetu. Mambo ni moto, wanawake hoye, wanawake hoye. Aliyeongeza brass band ile ni mteule Nolia Sanga. Popote alipo, salamu hizi zimfikie. Mheshimiwa, kwa hayo machache, kwa kukupotezea muda, naomba radhi, nimeishia hapo. Wanawake oye! Wanawake mupo? Piga kelele wanawake wenzangu wewe! Safi sana. Mwenge wa Uhuru hoye! Asante sana. Mtazamaji wa TBC1, vijana hao halaiki wapatao 1200 na wameonyesha maumbo takribani 12. Bila shaka umejionea hapo mwenyewe kupitia luninga ya TBC1. Watoto hao walianza mafunzo yao toka tarehe 24 ya mwezi wa kwanza mpaka hapo jana walipohitimisha katika hatua za mwisho, na leo hii umeweza kujionea maumbo mbalimbali walioyachora hapa, wakionyesha shughuli mbalimbali zinazofanyika mkoa wa Pwani, lakini pia wilaya za Pwani, mazao yanayozalishwa, ramani ya Tanzania, lakini pia na ile kubwa kabisa la uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Umeweza kuona hamasa ya watoto hawa wa halaiki katika mkoa huu wa Pwani, ambao umetoka katika shule 7 za mkoa huu wa Pwani, na wakufunzi wao Gertrude Grace Gureti, ambaye ni mkufunzi huyu mkuu na afisa michezo wa mkoa wa Pwani, na Bi Warda Ziada, yeye ni mkufunzi msaidizi, na yeye amekuwa katika mafunzo haya, amesema ni mzoefu kwa awamu ya 4 sasa akiwa katika mafunzo haya. Na mtazamaji wa TBC1, watoto hawa sasa wakiwa wameketi pale katika uwanja wakiwa wamejifunika miamvuli yao na